ili tukaweze kumwabudu. So the sole purpose why you are created ilikuwa ni kwamba tukaweze kumwabudu Mungu. Na pia nikasema kwamba since the definition of worship is simply to glorify God through acts of love. Ibada ni kumtukuza Bwana katika tendo la upendo. Kumtukuza Bwana katika tendo la upendo, yani kwa kupenda. Ndio nikiongea hapa some few weeks before or even after the new year, nilikuwa naongea kuhusu kumtolea Bwana, ya kwamba it involves free will. Kwa maana ukisema kwa sababu umeshurutishwa, hiyo haikubaliki na Mungu. Hivyo unapofanya jambo kwa kushurutishwa, hiyo pia haikubaliki na Mungu. Kwa hivyo ni katika kwa upendo na kupitia kwa matendo. It is what our whole life is based on. Maisha yetu yote imeegemea katika kumwabudu Mungu. Hebu nipate misomo kwenye kitabu cha Matthew 22 and verses 36 through 38. Sijui kama kuna mtu anasomea, na kama naona watu wote hawana mabiblia. Let me read in English here. Teacher, which is the great commandment in law? And he said to them, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. And this is the great and first commandment. Amri ya kwanza, wakamuuliza Yesu, teacher, which is the greatest commandment in the law? Katika hizi amri ya sheria, ipi ambao ni ile kubwa zaidi? Yesu akawajibu akaambia, you shall love the Lord your God with all your heart. Utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, and with all your soul, na kwa nafsi yako yote, and with all your mind. Na ukumbuka nilisema soul is a combination of mind, will and emotion. Tumaini chukua kazi yako. Alafu ukachukua Biblia ukae nayo. Kila mmoja anakuwa na kazi yake. Wewe unasomea Biblia, unachukua Biblia. Alafu mama sasa tafadhali utachukua mtoto. Na itakuwa ni bora. Mungu akubariki kwa kusaidia mama kwa watoto. Mtoto ni vizuri kabisa. Bali mtoto ni mchango wako wewe na mama. So kimbele inakuwa ni vizuri sana. Yes. Chukua tayari Biblia yako kama iko hapo karibu kuja nayo. Teacher, which is the great commandments in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Nikasema, your soul is a combination of mind, will and emotion. Mind, fikra zako, umpende Mungu katika yale mambo ambayo unafikiria. This means unamweka Mungu kwanza. With your emotion, hisia zako, unafaa uchangamke katika hali ya kumtumikia Mungu. Will ni yale mambo ambayo unapenda, mapenzi yako. Wacha iwe kwanza kumweka Mungu first. Then with the whole of your heart, moyo wako wote. Nataka nikwambie, sisi mwenye ushirika wa wachungaji, lakini ikija mambo ya fellowship huwa hatufanyi kwa juhudi. Lakini unapata kama mimi hapa kanisa tumejenga wakati wa pandemia. Sasa hii ni kazi yangu hii. Na vile vile kama wewe nao kwa nyumbani kwako, vitu vyako unavifanya kwa moyo wako. Lakini ukikuta ikija kwa mambo ya kanisani, utaangalia kama utapata nafasi au utapata. Nimekupatia from the wider perspective kwamba mimi sitawacha kujenga hii, niende kujenga ile ya ushirika. Na wewe unajua hutawacha nyumbani kwako uanze na hii. Sasa Bwana anasema kwa moyo wako wote. Japokuwa tunafanya vile tunavyofanya, lakini sivyo Mungu anavyotaka. Anataka mioyo yetu yote imweke katika hali ya kwanza. We have been designed with a desire of worship. Kila mmoja ameumbwa na moyo wa kumwabudu. Those who do not worship God have other things they worship. Mwanadamu ana moyo mahali amewekewa ibada. Na wale ambao hawaabudu Mungu, kuna vile vitu ambavyo wanaabudu. Kwa mfano, we have people, it can be money. Kuna watu ambao wanaabudu pesa.
pesa mpaka anaweza kuua mtu. Maana mwaje kusikia mtu anaajiriwa anapewa pesa aende auwe mtu. Mtu anaweza kukosa usingizi afanye kazi kama kule Ulaya anafanya kazi 3 kwa siku moja. Maana wanafanya kazi kwa 6 hours. 6 hours anawacha hiyo kazi anaenda kwa nyingine. Afanye nyingine tena another 6 hours. Hiyo ni 12 hours. Afanye nyingine another 6. So for 18 hours out of 24 hours anafanya kazi. Ndio sasa 6 hours aende alale. Kwa sababu kule kwa wanafanya 24 hours. Wale ambao kuna worship of money. Yani they can do anything as long as they can get money. Na kuna wengine mpaka wame compromise salvation because they worship money. And also we have those who worship power. Umesikia mtu anakuwa wewe utakuwa mbunge, lazima utoe mtu wako kafara, utoe mama yako kafara. They can do anything. Na hata makanisani kuna wengine ambao sasa wamekuwa na mamlaka, watakuwa tu maaskofu mpaka anataka hiyo power, si kama ni vitu, lakini ana worship power. Kama wanasiasa mmoja kila wakati anataka awe rais, lazima awe kitu fulani, worship of power. Maana ndani ya moyo wa mwanadamu amewekewa kitu kinaitwa worship. Some they worship special interest. Kwa mambo yake anajukumika kufanya mambo yake vizuri, moyo wake wote ameweka kwa hiyo mambo. And some they worship idols. Kuna watu ambao wanaabudu masanamu, idols. Wakati mmoja tulikuwa tunahubiriwa na Joseph Maisha. Joseph Maisha ni mhubiri ambao alibobea sana Mombasa miaka ya 80 something 90 something. Akawa anatuambia alienda India, akapata Wahindi wameweka miungu mingi kwa nyumba. Alafu akasema nimewaletea Mungu. Wakamwambia sasa sisi tuko na miungu mingi, ni pesa ngapi? Huyo Mungu wako yuko wapi? Tumuongeze katika orodha ya miungu yetu. Maana wale wana Mungu wa fertility, Mungu wa prosperity, Mungu wa protection, wote wameweka kwenye ukuta. Sasa wakati wanataka ulinzi, waenda kupigia goti yule Mungu wa protection, ile Mungu mwingine wa utajiri. Sasa akawaambia today I brought you Mungu wa hiyo miungu yenu. So we have people who worship idols. Then other gods and etc. That is why there are very few people who do not believe that there is God at all. Wachache sana. Wakati wa pandemic kuna huyu bwana ambaye ndiye chairman wa atheism in Kenya, anaitwa Mumia. Yeye alisema kwamba pandemic hii hakuna cha Mungu kusaidia ni wanasayansi. Tena anasema yeye kuna kitu fulani alisoma alipofika form 4 ndio akafungua kwamba yeye kumbe alikuwa anaabudu Mungu ambaye hakuna. Kwa hivyo ndio akapata akili ya kwamba hakuna Mungu. So yeye ana dini yake ambayo anasema kwamba hakuna Mungu. Wanaitwa atheism. Na ni wachache sana, lakini wale wote ambao hata hivyo pamoja na hayo bado ndani ya moyo wake kuna kitu ambao yeye anaamini kwamba hiyo ndio iko sawa. So people need something or someone to worship, and although they may not worship our God, they find other things to worship. Huenda asiabudu Mungu wetu, lakini kuna vitu ambavyo wanaabudu. Kuna vinyago ambao wanaabudu. Kuna vituko ambavyo wanaabudu. So wanadamu amewekewa moyo, there is a space in our hearts, a space of worship. Na hiyo ndio maana inakutoka nyumbani kila Jumapili unasema ninaenda kanisani, ninaenda kuabudu Mungu. Kwa sababu kumwabudu Mungu ni kumpendeza Mungu katika tendo la upendo kule kumpenda. Nisome Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Yaani Mhubiri 3 mstari wa 11. Nilikuwa naongea kuhusu importance of worship. Nikasema it is important because worship is the reason, the first purpose of our lives. Sababu gani tumwabudu Bwana? Kwa sababu hiyo ndio kusudio la kwanza ambao Mungu ametuumba ili kwamba tukaweze kumwabudu. Sasa utashangaa wakati tunakuja hapa worship team wakiambia watu tuinulie Bwana mkono. Wengine wanaona mikono ni mzito, hawawezi kuinua juu. Because wewe unakuja kuabudu. Mimi wanasema hivi, the most important place katika kukuja viko tatu. Number 1 hiyo wakati wa worship. Hiyo. What other places? Worship. Number 1.
Number 2, kutoa. Number 3, neno. Kwa hizo area tatu, haya mengine uimbaji, kwaya, haya zingine tunafanya kuongezea. Lakini ukitoka nyumbani kama umesema ninaenda kwa ibada, I am going to worship. Kwa hivyo the purpose why we are here is because God created us to worship. So Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Nasema hivi. Nasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu Mungu amekiumba kizuri kwa wakati wake. Ameweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ameweka umilele ndani ya mioyo ya kila kitu. Ili kwa jinsi mwanadamu asiweze kuifungua kasi ya Mungu. Anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Ili mwanadamu, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Yaani mambo mengine ambayo Mungu anafanya maishani mwetu ni siri, ambapo hatuelewa tangu mwanzo. Utaona ile outcome, useme kumbe hii pia kulikuwa na mkono wa Mungu. Unaenda teseka maishani, lakini baadaye ukawa na ushuhuda, kumbe ilikuwa ni Mungu akaweza kujitukuza. Kwa mfano wakati Lazaro alikufa, Yesu anasema ugonjwa huu si wa mauti, ni kwa sababu Bwana akaweze kutukuzwa. So watu walilia, but Mungu alikuwa na utukufu ndani yake. Wakati wa persecution of the church, bado kulikuwa inaonekana ni kubaya, lakini Mungu alikuwa na mpango kwa jambo hilo. Kila kitu Mungu ameumba kwa kusudi kwa wakati wake, na akaficha mwanadamu siri ili mwanadamu akaweze kumwabudu, asijue yatakayojiri. Now the result of worship, matokeo ya kuabudu Mungu. Number 1, it is evangelism. Kuabudu Mungu ni uinjilisti ambao ni peke yake. Worship is evangelism. And as non-believers, what Christians worship through their lifestyle and through their mouth, they are drawn to the Almighty God. As non-believers, what Christians worship through their lifestyle and through their mouth, they are drawn to the Almighty God. Wakati wale hawajaamini, wakiona Mkristo anamwabudu Mungu katika moyo kwa kinywa chake, ni kama nilikuwa naambiwa story ya mtu mmoja ambaye alikuwa amepanda gorofani. Anapenda ajiangushe, maana ilikuwa kwa Christmas na yeye hana chakula, hajui atasherehekea vipi. Akapanda juu ya gorofa ili ajiangushe chini, akufe, aondoe maisha yake. Lakini pale chini akaona bwana mmoja ambaye hana miguu, lakini anacheza. Akajiambia sasa yule hana miguu ni kiwete, lakini anacheza na shangilia. Na mimi niko na mikono na miguu, niko na mwili wangu, alafu bado nataka kuangamiza maisha yangu. Basi akasema wacha nishuke nikamuulize ana furaha gani wakati ambao yeye hana miguu. Na kweli hakujiurusha na akashuka chini akaenda kumuuliza, yaani wewe nakuona una tatizo, lakini bado wewe unarukaruka, unacheza, unaimba, unatukuza Mungu. Bila kumwambia kama sitafanya hivi ningekuwa nimekufa. Sasa mimi namtukuza Bwana katika hali yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wasioamini wanapoona wewe ambao ni muumini ukimsifu Bwana hata katika hali ngumu, wanaanza kukuja karibu na Mungu. Kwa hivyo kuabudu Mungu ni sehemu ya uinjilisti katika maisha yetu. I want to tell you, mimi nilijifunza kitu moja. Wakati niko young preacher, nilisomaga kitabu fulani nasema the only Bible that people read is the life that you live. Nimesema mpaka leo. Lakini majirani wakaangalia nyumba yake, wanasema kama huyo anaenda mbinguni, hata mimi nitaenda. Kweli, na wao wao watu wakisema hivyo. Kama huyu jirani huyu hii tabia hii anaenda mbinguni huyu, hata mimi naenda bila kuokoka. So yule bwana ananiambia the only Bible that people will read is not the Bible that I read to them, it is my life. Kwa hivyo maisha yetu ndiyo Biblia ambao watu watasoma na waseme kweli yuyu kama anaishi maisha haya ako na Mungu. Akiwa anamtukuza Mungu hata katika hali ngumu hivi, basi kweli hata mimi yafaa nimwendee Mungu huyu. Kwa hivyo kumsifu Bwana, na mimi nikiongea katika kumsifu Bwana ama kuabudu Bwana siongei kanisani. Nilikwambia worship is a Christian lifestyle, hata nyumbani kwako, na si kwa kuimba. Whatever you do, inafaa uzungumuze uzuri wa Mungu. Uzuri wa Mungu uonekane katika kila kitu ambapo unafanya. Iwe ni shambani, iwe ni jikoni, chochote ambao unafanya iwe kwa sababu ya kumpenda Mungu
na kumsifu yeye kwa maneno yako na kwa matendo yako. Matokeo ya sifa zako ni kwamba wasioamini watakuja karibu na Mungu. Nisome kitabu cha John chapter 12 verses 32 tukiendelea. John chapter number 12 verses 32. Nasemaje? Sema hivi. Yes. Nami nikinuliwa juu ya nchi. Na mimi nikinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Nitavuta watu wote kwangu. Yesu amwambia, the only thing about utafanya mpaka watu waje kwa ufalme. Na kuambia ukweli for free. Hata sio kuhubiri, hata sio kuwa na theological terms. Hata sio kuwa na scriptures. Zamani nilipokuwa nikianza kuhubiri kijana, nilikuwa nataka nihubiri kitabu ambao sijasikia pastor yote akihubiri. And that was what I was doing. But I make sure naangalia kitabu ambao sijasikia pastor mwingine akihubiri. Lakini hiyo pia si uinjilisti. Uinjilisti ni maisha yako ambao unaishi. Unapomuinua Yesu juu katika tabia yako, unapomuinua Yesu juu katika kazini kwako, unapomuinua juu pia katika kumsifu na kumwabudu, Bwana anasema yeye mwenyewe atavuta wengi kwako. Sasa hapa niko na shule. Hapa na madams. Pale hata nilikuwa sijaweka ile bango langu la kwamba hapa kuna shule. Lakini wakati ambao nimeleta madam pale katika amekuja ile inaitwa PP2, wanafunzi wameanza kuongezeka na wazazi sijui wameambiana vipi huko, watoto wanafundishwa vizuri, wameanza kuja. Hata sasa hivi watoto wamekuwa ni wengi kuliko mwaka jana. Wahenga wakasema kibaya cha jiuza, chema cha jitembeza. Chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Na mimi naamini kwamba kuona kile ambacho inatangazwa kwa televisheni mara kwa mara huwa imepoteza value. That is what I believe. Manake hapa ili kanisa hili liondoke, si lazima nipige zile crusades nyingi. You will come and see na unaenda uambie wengine ya kwamba kweli sasa pale kanisani kwetu kuna Mungu. Pastor wetu nimeambiwa kuna watoto wengine wanakuja hapa walikuwa wakija kiabudu, kaenda kuambia wazazi wao, basi pale kanisani kwetu pastor anahubiri hivi, anahubiri. Wazazi nao wakaanza kuja. And really hata mama Kazungu huyu aliletwa na mtoto wake alikuwa Kazungu. Njoo pastor wetu anahubiri vizuri. So pale shule anasema mwalimu anafundisha watoto vizuri, tupeleke wetu pale. Sasa Biblia inasema tukimuinua Yesu juu atavuta wengi kwake kwa yeye mwenyewe. With our deeds, maisha yetu ya kawaida imtukuze Mungu, usemi wetu mtukuze Mungu. Sio kwa kutangaza tu kwamba manake zamani ulikuwa na tabia si mbaya, semi ni mbaya, but I want to add on that. Ya kwamba kabla usalimie mtu lazima mwambie mimi ni fulani, nimeokoka na mpenda Yesu, and we used to do that. Lakini ukishafanya hayo kutoka kufika pale fanya kitendo bado kieleweki, imekuchora ya kwamba tena huyu ametoka kuniambia kwamba ameokoka na haya anayofanya hayalingani na wokovu. So the result ni kwamba Mungu atavuta wengi kwake wakati unapomuinua na kumtukuza. Hebu tusome 1 Corinthians chapter 14 verses 24 to 25. Ninaongea kuhusu worshiping the Lord, the main purpose why we were created, the main purpose why you normally come to church. Hausemani naenda kuimba, hausemani naenda kusikia neno, unasema ninaenda kwa ibada, ninaenda kumwabudu Mungu. Na nikasema kuabudu Mungu, it should not be only the church on the Sunday. Worshiping God, it should be a lifestyle of a believer. Muumini kumsifu, kumwabudu Bwana inafaa iwe ni tabia yako, maisha yako ya kawaida, vile ambavyo unaishi. Kwa mazungumzo yako ionekane Mungu anatukuzwa, kwa matendo yako ionekane Mungu anatukuzwa, relationship yako na wengine ionekane Mungu anatukuzwa. Umefika nisomee tafadhali. Nasema hivi. Yes. Lakini wote wakiutubu, kama wataprofesai watahutubu, kisha kaingia mtu asiamini, alafu aingie mtu asiamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote. 65. Siri ya moyo wake huwa wazi. Na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi. Atamwabudu Mungu ameanguka kifudifudi. Na kukiri ya kuwa Mungu yukatieni bila shaka. Alikuwa anaongea kuhusu watu ambaye anaongea kwa lugha. Maana anasema ukiingia kanisani, hapa muumini aingia kanisani, na sote tunaongea kwa lugha, sote tunaongea na lugha, ataelewa nini? Hakuna kitu ambacho ataelewa. Lakini
anapita pale, unaona hata kama alikuwa anatembea haraka anatupa jicho, alafu anaanza kutembea polepole asikie huyu pastor anasema nini. Ile ndio ni kuhutubu. Kizungu nasema prophesying. And also prophesying is declaring things. Kwa hivyo mtu akiwa hapa ikiwa tutazungumza, Mungu atasikia yale ambao tutasema. Alafu katika mazungumzo yetu yawe ni kwa ajili ya kumwabudu Bwana. Ndio anasema hapo kwamba the secrets of his heart are disclosed. Wakati ambao nazungumza, siri ya moyo wangu iko wazi. Kama nimekasirika, nikizungumza utajua nimekasirika. Kama nina furaha, nikizungumza utajua nina furaha. Falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you. Wakati unaendelea kuomba, ndio unapoomba ukisikia sauti kupiga magoti, usianze kuangalia aliye kando yako anafanya nini. Take your time. Umesikia kupiga magoti, tafuta kona yako, wewe piga magoti. Is a part of worship. Na mwingine ambaye hajaamini anasema kumbe Mungu yuko hapa. Tunaona hata yule ndugu ama dada amepiga magoti. So whatever you feel to do to glorify God, you should do it. That is what we call the heart of worship. When God is present, which He is, when we truly worship Him, non-believers are convinced of their sins. Wakati Mungu yuko katikati yetu na tuanze kuabudu, yule ambaye anaingia kanisani na si mwokovu anaanza kuhukumika kwa dhambi zake. Non-believers. That is when we worship God. Genuine worship in either form is a powerful tool of witnessing. Genuine, ibada ya kweli, iwe unaimba, iwe unaomba, iwe unazungumza, basi ile ibada ya kweli inakuwa ni chombo chenye nguvu ya kushuhudia watu waokoke. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilipojuana huyu mzee ambaye ameingia mahali hapa, hata sikuwa najua kama atakuja kuwa mshirika wangu. Huyu Peter huyu, nilipojuana na yeye sikujua kwamba atakuja kuwa mshirika wangu. Hata ni wangu siku katu. Nakumbuka akiwa amekuja hapa kanisani mara kadhaa, nikakuta nikawa siko na crusade. Akanifuata crusade, niko busy. Maana nilikuwa pale crusade, hata sasa siwezi, unaweza kuona kama na kwa mjeuri au mkaita, kila kitu imejaa. Hatukuongea na yeye siku ya kwanza. Akanipata sijui siku ya pili. Sijui siku ya tatu ndio tuliongea na yeye kidogo na nikamuita akaja hapa kanisani. Tukaketi mahali kama hapa hivi. Na tulizungumza na mimi siku anazungumza. Hata ndugu Douglas. Ni baadhi ya watu ambao sijawahi kuambia eti njoo upe mshirika kanisani kwangu. Kila mtu alikuwa anafanya, nilikuwa napatia advice out of love. Nikiwaambia kwamba hata huyu mama na yeye pia vile. Sikumhubiria njoo kanisani kwangu. No. Wengi wenu hapa. Just I was doing, kama huyu mama siku alikuwa amekuja mtoto wake alikuwa kichwa chake kinapumua. Sio? Na akaniambia ni mamake amwambia alete mtoto ni muombe. Then nikaombea mtoto kweli. But I felt ya kwamba pamoja na kuomba, nikauliza pesa ngapi nitakana kupeleka mtoto hospitalini. Sio aliniambia ni ngapi na sijui kama niliwapa yote kama ni sherehe, nikamwambia pelekeni mtoto hospitali. Lakini kuomba pia nilimwombea mtoto. Only that baadaye walipokuja waliniambia kwamba sisi ile pesa hatukupeleka mtoto hospitalini. Si ndio? Lakini mtoto pia amefanya nini? Amepona. So kwanza hivyo walikuwa si washirika wangu, wanashiriki kwingine. Hawakuwa washirika wangu. Lakini wao wenyewe walipoketi na tendo la upendo, wakamuona Mungu, akaketi wenyewe wakasema tutaenda kushiriki kanisani. Wakasema tumekuja kushiriki. So siku kesho nikuambia kitabu cha Mathayo inasema sijui kilifanya inasema mascriptures nyingi. No, just action of love towards God and towards others is always a powerful witnessing weapon. Na kwa yenye nguvu, tendo ambalo tunamtendea Mungu, na wako hapa genuine wanafurahia kuwa hapa. Kwa sababu gani? Hata si kwamba najua kuhubiri vile, hapana, ni tendo la upendo. Kwa hivyo tendo la upendo ndio worship ambao inaenda kukuza mtu mwingine. Hata I tell you, hata wenzetu wa Islam ukiwaonyesha upendo, they will come to church. Sikadhani niwaambia yale wana mtu yale piga magoti kuombea sala ya toba. Show them love, they will come. Baada hiyo mambo
mambo ya kupiga sana toba, hiyo tutawaambiaga baadaye wakiendelea. Because hakuna mtu ambaye hangependa kuona mambo mazuri maishani. And I've seen this. Kutokana nini? Kutokana na ile tunakwambia, kuna mtu ananiambia kwamba the scripture that people read is the life that I live. And I tell you, watu wanakusoma, watu mtaani na kujua zaidi ya vile ambavyo wewe unajijua. Waweza kushangaa watu wakikwambia, wakisema kitu kuhusu maisha yako ile ambao unafikiri watu wote hawajui. I tell you, they know you. They know you better than how you know yourself. Kwa hivyo the weapon ambao, yani matokeo ya worship, hata wale watu ambao hawajaokoka watavutiwa. Hata kama wanasema sisi tulizaliwa dini fulani, lakini still wewe ni mwana jamani, lao ningekuwa kama huyu Mungu wake anamsaidia. Ndio jana pastor mmoja akaniambia dadake mama mdogo ni Muislamu na Mungu, lakini yuko hospitalini akaambiwa ageuze damu na ile damu yake pia ni ile ambayo haipatikani. Sasa ndio mama anasema sisi mtoto wangu tunasikia huwa na Yesu unamuomba. Si nini? Mniombee kwa huyu Yesu wenu kama atanisaidia. Wewe nani anataka mazuri? Everyone what good things. Hakuna sitaka mazuri. I tell you, hata kama ni mchawi, na wao wanataka mazuri. So through worship people will know God. It is a weapon that we use. Now, the more we worship God, the more we want people to do the same. Unapoanza kumwabudu Mungu, unapoendelea kumwabudu Mungu, ndio sasa tunakuwa level sasa, si kuabudu peke yako, unapenda uingie timu ya kuabudu ili usaidie wengine pia aabudu pamoja na wewe. The more you worship God, the more you will want other people to worship together with you. Kwa hivyo unapoendelea kuabudu Bwana, utataka wengi waabudu pamoja nawe. Worshiping God produces a desire in us to tell others about Christ. Kule kumwabudu Bwana huweka tamaa, huweka hamu ndani yetu ili kwamba tutaambia wengine kuhusu huyu Yesu wetu. Maana ni kitabu. Yeremia anasema nilipokula alinipatia kitabu yule Bwana. Nikakula kile kitabu, ilikuwa tamu kama mkate, ilikuwa tamu kama scones, ilikuwa tamu kama keki. Lakini kile kitabu nilipokimeza chote, nikasikia tumbo kinaniuma, nataka nitoe tena kwa wengine. Ndio neno la Mungu hili. You will feel like going to tell others on the mountain, on the valleys about this God. So worshiping God produces a desire in us to tell others about Christ. The results of Isaiah's powerful worship experience was the desire to witness. Soma kitabu cha Isaiah chapter number 6. Kwa wakati wako utasoma verses 1 to 8, lakini kwa sasa soma verses 8 peke yake, alafu tukaribishe praise and worship ili kwamba tukaweze kuanza ibada yetu. Isaiah chapter 6 verses 8 inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema. Unajua hapo mwanzo alisema alimuona Bwana. Ile baby, I see the Lord. I see the Lord. Exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Macho yake amemwona Bwana alipokuwa ameketi na kiti chake cha ibada. Matokeo yake macho yake yanasema namna gani? Tuendelee. Mtume nani? Akasikia mstari wa 8. Mstari wa 8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema. Baada ya kuwa kwenye worship akaqualify kusikia sauti ya Bwana. Na kuambia kama si wewe mtu wa kumwabudu Mungu, utaishi maisha yako yote bila kusikia sauti ya Bwana. Lakini alipokuwa akimwabudu Bwana, akaqualify, akamwona Bwana, akasikia sauti ya Bwana. Inaulizaje? Ni mtume nani? Ni mtume nani? Nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Nani atakayekwenda kwa ajili yetu sote? Who is going to represent the Church of Grace Abundance before the Lord? Nani huyu atakayekwenda? The desire to go. Baada ya worship. Sikiza, mimi nilikuwa mwimbaji wa praise and worship kabla niwe pastor. Kwanza nilianza kama intercessor because sikuwa najua kama naweza kuimba really, sikuwa najua. Na the only place ambao ukitaka uingie kwa urahisi ni intercessor. Maana wengi wapendi kufunga na kuomba. So ikitangazwa watu tunafunga, mimi nasema I'm here because niliona kwamba
nina hamu ya kutumikia Mungu, lakini najua kuhubiri sijui, kuimba sijui, na hata nikisema nipewe microphone hakuna atakayenipa. So I used to go kuwa katikati ya wale waombezi, naenda kuomba pamoja nao. Kile katika hali ya kuwa mwombezi ndio wakati naomba basi ndugu na wewe pia tupatie nini wimbo wa kuabudu. Nikaanza tayari pale kuimba na hiyo wimbo kwa akasema huyu ndugu anajua kuimba. Sasa tupatie wimbo wa sifa. Tukaanza kuimba wimbo wa sifa. Nilipokuja sasa nikaweka kwenye kundi la praise and worship. Sasa katika kundi la praise and worship ndio nikaanza kupata desire ya evangelism, going na barabarani sana evangelize, because I'm feeling something. Baada ya worship ni nani atakayeenda? Isaiah anauliza who is going on the behalf of people. Nikaanza kuwa mwinjilisti. Bado sasa hivi kwa mwombezi katika timu ya intercessory, na niko level kwamba si lazima itangazwe. I will pray myself. Na kuna siku najiombea maisha yangu, kuna siku naombea huduma yangu, na pia kuna siku ambayo naombea kanisa. Praise and worship. Wakati niko intercessor, nimepata cheo sana kwa praise and worship, na abudu Mungu na kumsifu Mungu. Aya, baadaye nikapanda sasa ni evangelist. Baadaye nikasikia wito sasa ya kuja kufungua huduma. So it's sasa mwe katika worship. Ni mtume nani akasemaje Isaiah? Ndipo niliposikia Bwana anauliza ni mtume nani na ni nani atakayeenda kwa niaba yetu, na mimi nikasema mimi hapa nitume mimi. Niko hapa Bwana, nitume mimi. Ndio nikasema namna gani? Ninasema ya kwamba the desire of Isaiah's powerful worship experience was a desire to witness. Worship ukiwa peke yako kwa nyumba. Nikijana taongea kuhusu when to worship, wakati gani nafaa to worship. Sikiza, na mimi nasema kweli, nimesema mtu ambaye amezoea kuworship akiwa peke yake, huwezi kumwita hapa mbele umwambie aimbe na akwambie hana wimbo. Kweli. Na ukiona mtu ambaye unamuita hapa aje aimbe, anaanza kubishana sisi nini nimeiba wiki iliyopita, sisi nini, huyo si true worshiper. Huyo pengine kwa show up. Sure. Mimi nakwambia sasa hata kabla ya kuwa mwenyekiti wa shirika la chungaji, naenda kwa kesha kwa kila mwezi. Alafu ile aliyewekwa ubiri hajakuja. Kila mmoja anasema nataka ubiri. No, mimi siko tayari, niko tayari. Yes. Because niko na Biblia kila wakati. Nikiwa peke yangu ninaimba. Nikiwa jiani nina worship. Kwa worship niko nazo kila wakati. It's a matter of asking God. Ya kwamba huyu ameniita ameshahubiri, ya kwamba niongeze watu worship. Which song among these ambazo niko nazo, ambao sasa niongoze watu hawa kulingana na mahubiri ambayo imetoka. Which message am I? Because akili yangu imejaa messages nyingi. Which one? Hata leo si kwamba nimesema nitahubiri leo hii baada ya kwanza. Because sisi lazima waachie wapendwa waendelee kuhubiri. Lakini kama kwa vile sikuona yule ambaye ataushika leo, namuuliza Bwana katikati ya hizi masomo niko nayo, which one? So true worshipers hawata lack a song to sing. Watauliza which wimbo gani katikati ya nyimbo hizi zilizonazo ambao inafaa. Pastor wangu alikuwa ananipenda sana, Bishop Manzi. Kwa maana akimaliza kuhubiri akiniambia ni worship, nitaimba wimbo sawa sawa na neno ambalo ametoka kuhubiri. Anapoanza kuombea watu, nitapeana worship kulingana na mahitaji watu wanaombewa. Na siku moja dada moja ameniambia alikuwa na ulcers na alipona wakati alikuwa nikiworship. Si wakati naombea watu, I was worshiping. Na Bwana akaachilia uponyaji. That is the power of worship. Bwana sifiwe. There is a desire to go and witness to others. Ndio katika hizi nyimbo kuna wimbo wa kushuhudia wengine, kuna wimbo wa kutia moyo, kuna wimbo wa kuachilia utukufu wa Bwana. Lakini you ought to do this thing hata ukiwa peke yako njiani, hata ukiwa nyumbani, hata ukilala usiku kwa nyumba yako, unaamka na unaanza kuworship. You feel unaogelea. Si mambo ya kustruggle. Unaona watu wengine ambao wakaanza kuworship kama anang'ang'ana. No. Hii ni kitu kidogo ambao wewe umerelax. Ni wewe. Hapo ukakali kwako umelala. Ni wewe Mungu peke yako. Nikikwambia ndio worship, sio issue na kwamba nyimbo ziko wapi. No. Nyimbo ziko. But worship hata kwa biashara yako.
waseme yule mama mwaminifu. Hiyo ni part of worship. Hata katika nyumba yako, mume wako asema huyu mke wangu amewazidi wote, kama yule kwenye kitabu cha Mke Mwema. Mke wako ajue mume wangu peke yake ndiye mume, na jirani wataanza kutamani nyumba yako. Praise worship. Pandeni juu mtuongoze. Isaya akauliza nani anaenda kwa niaba yetu, alafu akasema mimi hapa nitume, maana mimi nitaenda. Tusimame kwa miguu yetu. Aside of say, hii timu ya worship inafanya kutuongoza. Sio kwamba anatuimbia, kwaya inatuimbia, lakini worship team, they are normally leading us to worship God. Baba ni wewe, tukisema tuinue mikono pamoja. Tukisema turuke pamoja. Sio waruke na wewe unaangalia kama ambao tumepotea. Mpaka yule anayesema turuke anaanza kuona haya. Ajokiambia watu irudia baada ya mkono, alafu anakuangalia hivi. Au unaanza kuona haya mpaka unatamani usuke ukajifiche kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Usubuhi njema.